Mambo vipi mwana IREM TV na mwana michezo popote pale ulipo. Jambo kubwa kabisa ni usajili kwa hivi sasa. Tupo katika kipindi cha kombe la dunia na vilabu tofauti vimekuwa na harakati za usajili. Kwenye dirisha hili kubwa la usajili wanajitahidi kuboresha timu zao na kufanya maboresho. Of course Chelsea wana shughuli yao ya kumsaini Marcos Palestra ambaye anatoka kwenye klabu ya Atalanta na tayari wamekwisha kukamilisha usajili huo. Hijack move. Ambaye amefanikiwa kuingia kwenye mbio za kusaini baadhi ya wachezaji. Kuna mlinzi mmoja anatoka Rayo Vallecano, lakini pia Maxence Lacroix ni miongoni mwa wachezaji ambao pia wanawindwa kutokea klabu ya Crystal Palace pale. Ni miongoni mwa wachezaji ambao wanawinda Chelsea. Lakini pia ukienda nje kidogo ya ligi kuu ya Uingereza, baadhi ya wachezaji pia wanawindwa huko. Real Madrid wameshasaini wachezaji almost zaidi watano. Ameingia kwenye timu Bernardo Silva, ameingia pia kwenye timu Ibrahima Konate. Wakati huo pia wameshafanya usajili wa Marco Kurela. Ni miongoni mwa vitu ambavyo vinazungumzwa. Denzel Dumfries almost wachezaji wanne mpaka sasa Real Madrid imewanasa. Inaachia pia baadhi ya wachezaji wakiwemo watu kama kina Dani Ceballos. Wameshamuuza pia mchezaji Nico Paz ambao alikuwa anaweza kumnunua tena kwa mara nyingine kutoka klabu ya Como kwa dola paundi milioni 60. Wamemuuza, walikuwa wanaweza kumnunua na kumrejesha pale Bernabeu kwa paundi milioni 9, lakini wamechafanya uchaguzi wa kumuuza kwa paundi milioni 60 kwa klabu yake ya Como ambayo alishaitumikia awali. Lakini Barcelona pia wamemrejesha Marcus Rashford nyumbani. Anthony Gordon amejiunga nao. Ni miongoni mwa vitu ambavyo vinazungumzwa sasa hivi kwa hivi sasa. Bayern Munich, Ismail Saibari umemwona, yule bwana mdogo Nathan pia mlinzi wa kushoto umemwona amejiunga na klabu ya Bayern Munich. Kila timu inafanya usajili, lakini hao wote wanacheza. Aliyeko busy na dirisha la usajili anaitwa Tottenham Hotspur. Kwa sasa Tottenham Hotspur yuko busy sana na dirisha la usajili. Kwa nini nimesema hivyo? Ni kwa sababu mpaka wakati huu tunapozungumza Tottenham Hotspur imeshasajili wachezaji 6 na ipo njiani kusajili wachezaji wengine zaidi na zaidi kwa ajili ya kuboresha kikosi chao. Tottenham Hotspur wamefanikiwa kumsajili Sandro Tonali, wamefanikiwa kumsajili Mateus Fernandes, wamefanikiwa kumsajili goalkeeper Martin Dubravka atakayekuwa goalkeeper namba 2 mara baada ya goalkeeper namba 1 Anthony Kinski. Wamefanikiwa pia kumsajili Marcos Senesi, wamefanikiwa kumsajili pia Andy Robertson pamoja na Jean Paul Van Eyck kwa paundi milioni 55. Sasa kujumlisha fedha ambazo Tottenham Hotspur wamezitumia kwenye usajili, zaidi ya paundi milioni 100 wamepeleka kwa Sandro Tonali kwenda kutoka Newcastle United. Zaidi ya paundi milioni 85 wamepeleka kwenye klabu ya West Ham United kumpata Mateus Fernandes. Zaidi ya paundi milioni 55 wamepeleka kwenye klabu ya Brighton kwa ajili ya kumpata Jean Paul Van Eyck, licha ya kwamba Vuskovic pia mlinzi wao yule ambaye anajiunga na klabu ya Brighton amelipiwa dau la usajili la paundi milioni 50. Kwa hiyo kama wamelipa paundi milioni 5 tu hivi kwenye mchezaji mmoja kutoka Tottenham kwenda Brighton na Brighton kwenda Tottenham Hotspur. Lakini watu wengi wanajiuliza Tottenham Hotspur wamedhamiria nini katika hichi kipindi. Nataka nikurejeshe nyuma kidogo katika msimu ambao Tottenham Hotspur walikuwa mabingwa Europa League. Msimu wa 2024-25. Spurs walimaliza katika nafasi ya 17. Kilichowasahaulisha tu Spurs kwamba wao walikuwa karibuni kabisa kushuka daraja ni ubingwa wa Europa League ambao waliutwaa. Hicho tu ndio kilowasahaulisha kwamba bana nyie mpo kwenye hatari, taa nyekundu inawakia, mko tayari kwa ajili ya kushuka daraja. Lakini pia hiyo Tottenham Hotspur msimu unaofuata wakamaliza tena nafasi ya 17. Safari hii wakishindana mpaka mchezo wa mwisho na klabu ya West Ham United kwenye mbio za kushuka daraja. Spurs pia toka ameondoka mwenyekiti wao Daniel Levy, hapa katikati wamekuwa na changamoto. Ni miongoni mwa timu chache sana Uingereza ikiwemo Nottingham Forest kufundishwa na walimu watatu katika msimu mmoja. Walianza msimu kwa kumtimua Ange Postecoglou. Msimu unapoanza tu wako na Thomas Frank kama kocha wao. Baadaye akaja Igor Tudor na mwishoni hapa amekuja Robert De Zerbi. Sahau kuhusu makocha wa muda. Lakini Robert De Zerbi alipojiunga na klabu ya Tottenham Hotspur walimhakikishia kwamba hata kama timu ikishuka daraja bado ataendelea kusalia, lakini pia hata kuwa anapunguza mshahara wake. Lakini kama timu ikibakia kwenye ligi kuu ya Uingereza basi watamuongezea bonus tofauti, lakini pia mbali na bonus bado atapewa kila ambacho anakitaka kwenye timu hiyo kwa ajili ya kutengeneza mpango wa Tottenham Hotspur kwa timu shindani. Kwa jambo la kwanza linalowasababisha Tottenham Hotspur wafanye usajili mkubwa ambao watu wengi wanauona, jambo la kwanza na la msingi ni kwamba Spurs wamenusurika mara 2 kushuka daraja, kitu ambacho si kawaida kwa Tottenham Hotspur. Jambo la pili ni hili ambalo nimekutajia la kocha Robert De Zerbi. Of course alikuwa kocha wa Brighton, baada hapo ameenda kwenye klabu ya Marseille. Ni miongoni mwa walimu ambao wanataka kutengeneza
nafasi ya kuwa mwalimu bora kabisa na mwalimu ambaye atakuwa anafundisha timu shindani. Kwa hiyo unapomleta mwalimu kama yule, unampa mkataba wa zaidi ya miaka 4, maana yake unatengeneza nafasi ya kumwambia mwalimu, mimi nimekupa project ya kuifanya timu yangu kuwa shindani. Mahitaji ambayo mwalimu anakuletea mezani inakubidi kuyatimiza. Sasa mahitaji ya mwalimu ndo kama hivyo: Matheus Fernandes, Sandro Tonali, Jean Paul Van Eke, Andy Robertson, si ndio, Marcos Senesi, Martin Duvraka. Yote mwalimu anakuletea hayo mahitaji. Lakini bado ukumbuke Tottenham bado wataendelea kuboresha baadhi ya maeneo kama ushambuliaji. Unajua kabisa Richarlison amekuwa na changamoto. Dominic Solanke bado pia sio mshambuliaji ambaye anaweza kuwapa Tottenham kile ambacho wanakihitaji kwa maana ya level ya ushindani. Kwa hiyo bado kuna maeneo ambayo yataboreshwa kwenye cost ya club ya Tottenham Hotspur. Lakini pia jamaa yetu Bailly ameondoka kwenye timu hapo. Unamzungumza mwenyekiti wa club Daniel Levy ameondoka kwenye timu. Of course alikuwa sio mtu mwepesi sana kutoa fedha na alikuwa mgumu sana kwenye negotiations, lakini ameondoka kama mwenyekiti wa klabu, ameingia kwenye sehemu ya wamiliki. Kwa Tottenham saizi sio wazito kabisa kwenye kutoa fedha ambayo United waligoma kutoa, fedha ambayo waligoma kutoa vilabu vingine kama Arsenal the Gunners kwa Matheus Fernandes. Tottenham wamesema fine, pound 85 tutalipa, au sio? Lakini sababu ya tatu nitakwambia sasa, ambayo watu wengi hawaielewi na inawezekana ikawachanganya watu wengi. Baadhi ya watu wanaamini kwamba Arsenal the Gunners mbinu zake za dead balls, kutumia muda mwingi kucheza kwenye eneo la ulinzi, sio mbinu ambazo zinamfanya kuwa miongoni mwa timu bora. Manchester City ambayo ilikuwa timu bora imetetereka kidogo kutokana na aina ya wachezaji ambao wamekuwa nao, wanaondoka na wanaoingia. Lakini pia kuondoka kwa Pep Guardiola pia ni miongoni mwa vitu ambavyo vinasababisha Manchester City kuwa timu ambayo iko kwenye daraja la kiushindani la kawaida kabisa. Liverpool hata usajili walioufanya wa fedha nyingi sana ambazo walitumia kwa kina Isaac, Kitike, Fields, bado zinaonekana hazikuzaa matunda. Kwa hiyo iko kwenye daraja la kawaida. Manchester United hali yake mnaiona, imemaliza nafasi ya 3. Halafu Chelsea ndo kabisa inajitafuta, wamemleta mwalimu mpya Xabi Alonso. Sasa Tottenham wanaamini nini? Wanaamini kwamba kwa namna yoyote ile wanaweza kuingia miongoni mwa zile timu shindani kwenye ligi kuu soka nchini Uingereza, wakashindania hata ubingwa au nafasi za juu kabisa, licha ya kwamba wamaliza nafasi ya 17. Siri iko wapi? Tottenham wamefanya study au wamejifunza kwa Manchester United, ambao wamesajili wachezaji wawili tu ambao ni Premier League proven, Matheus Cunha pamoja na Bryan Mbeumo. Alafu tu kutoka kumaliza nafasi ya 15 msimu mmoja nyuma, msimu unaofuata United wamaliza nafasi ya 3. Asa Spurs wanasema si mpaka sasa hivi tumeshasajili wachezaji 6 ambao wote ni Premier League proven, wachezaji ambao wametoka kwenye ligi kuu ya Uingereza. Kwa nini tusiwe timu shindani hapo? Ili hali katika hizi nyakati hakuna timu yoyote ambaye ni mtawala. Sio Arsenal ambayo watu wengi wanamuona bado ana dema, sio Manchester City ambaye anaanza upya chini ya Enzo Maresca, sio Chelsea ambaye ana kocha mpya Xabi Alonso, sio Liverpool ambao wanatakiwa kujijenga na watakuwa na kocha mpya pia kwenye timu yao mpaka sasa tunapozungumza, kwa maana ya Andoni Raola. Lakini pia sio Manchester United ambao Michael Carrick anaanza msimu kama kocha wa kudumu wa Manchester United, ambao wamaliza nafasi ya 3. Kwa nini sisi tusiingie kwenye hiyo level ya ushindani? Kwa Spurs wanaona dirisha la kushindana kwenye ligi ya Uingereza liko wazi, sisi twende tusajili wachezaji ambao wanakuwa litu kubwa tukashindane. Ndicho kitu ambacho Tottenham Hotspur wanakiona. Na wanaona hiyo nafasi iko wazi kwa sababu hakuna mtawala mpaka sasa kwenye ligi ya Uingereza. Kwa huu usajili wa Tottenham wanaofanya, hii ni statement. Sio kwamba tu wanataka kuboresha timu yao ipone kushuka daraja. Wanataka kutengeneza timu ambayo inaweza kuja kushindana. Na aina ya mwalimu ambao wamekuwa nao, trust me, Tottenham Hotspur inakuja kuwa miongoni mwa timu shindani kabisa kwenye ligi soka nchini Uingereza. Sijui nyewe mnaonaje, ila ukweli ni kwamba Spurs anaenda kuwa miongoni mwa timu shindani katika EPL katika msimu wa 2026-27. Aina wachezaji aliyowapata, mwalimu aliyekuwa naye, pamoja na wachezaji ambao wako nao kwenye timu, kama ikitokea wamepona na wakarejea kwenye viwango vyao, brothers, kuweni sana makini. Tottenham Hotspur sio timu ya kuchezea. Inaweza kufanya kitu ikawashangaza.